Dhana mpya ya familia huanza na dhana mpya ya ndoa. Baha'u'llah husema kwamba ndoa si tu fungo ya kudumisha maisha kwa watu wa dunia, bali pia ni chombo kisichoweza kuchunguzika cha utimizaji wa hatima yao. Kwa Bahai, ndoa si tu kifungo cha kimwili, bali pia ni cha roho, kiroho, kikawa na maana kwa maisha katika ulimwengu huu na ule ujao. Ndoa ya Kibahai, Abdul Baha hueleza, ni ahadi ya pande mbili moja kwa mwingine, na muungano wao wa akili na moyo, ili aweze daima kuboresha maisha ya roho ya kiroho na kila mmoja, na ili waweze kuishi pamoja kwa urafiki na karibu kabisa, na kuwa kama vile roho moja. Katika ndoa ya Kibahai, roho mbili hujifunza jinsi ya kusaidiana ili zote mbili ziweze kufikia kusudi lao la maadili yenye pande mbili, kukuza uwezo wao wa asili waliotunukiwa na Mungu na kuchangia kwenye ustaarabu unaoendelea daima. Uhusiano ambao wanandoa huanzisha kuanzia sherehe yao ya ndoa katika nafasi ya wakati wote, utaathiri uundaji wa mahusiano mapya yasiyohesabika miongoni mwa watu wengine, ambayo kwa namna nzuri yanaweza kubadilisha maisha na jamii. Mtazamo wa Kibahai juu ya ndoa kupitia mikinzano inayotokana na mitazamo ya uhuru na ya utakasaji kupitia kiasi inayoshuhudiwa katika jamii. Katika ndoa ya Kibahai, upendo, usawa, wenzi, uaminifu, uhusiano wa kimapenzi, uzazi na malezi ya watoto vimeunganishwa na uhusiano wao umeimarishwa, ya kianzisha ngome kwa ustawi na binafsi na wa jamii. Mazoea huria ya kijamii huzoofisha ndoa na familia kwa kuvitenganisha vipengele hivi ambavyo ni muhimu kwa ustawi wa mwanadamu, ambapo mazoea ya kurudi nyuma husisitiza kupitia kiasi au kuharibu kipengele kimoja au vingine vya hivi ili kuwakandamiza wanafamilia. Kufuata mafundisho husaidia kutatua matatizo kama haya. Kuna mengi ya kujifunza katika mazingira anuwai na kutumaini kiutamaduni kote ulimwenguni kuhusiana na maana za sura zote za ndoa ya Kibahai zilizopatikana katika mafundisho. Kwa mfano, jambo muhimu kwa maendeleo ya mtindo mpya wa maisha ya mafundisho ya ndoa Kibahai zilizopatikana katika mafundisho. Kwa mfano, jambo muhimu kwa maendeleo ya mtindo mpya wa maisha ya ndoa ya Kibahai ni kanuni za usawa na wanawake na wanaume, kadiri kanuni hii inavyotumika katika mke na mume ndani ya ndoa, uhusiano unaimarika na kustawi, na wasichana na wavulana watalelewa kwa uelewa mpya wa usawa na utekelezaji wake wa vitendo. Athari za kanuni hii hivyo zitaenda polepole hadi kwa vizazi vijavyo na kuchangia kwenye maendeleo ya wanawake, hadi matarajio ya Abdul Baha kwamba wanawake hata shiriki kikamilifu na kwa usawa katika masuala ya dunia
yatimizwe kikamilifu. Ndoa huunda familia na uhusiano mzuri utakaowaunganisha wana familia wa familia ya Kibahai hutegemea juu ya haki na usawa. Kila mwana familia lazima apate haki zake. Kila mmoja lazima atimize majukumu yanayomhusu kulingana na mafundisho ya Bahá'u'lláh. Familia ikiwa ni sehemu ya jamii ya kibinadamu, lazima mafundisho ielimishwe kulingana na kanuni za utakatifu. Abdullah Baha hueleza uadilifu kwa kifungo cha familia daima lazima uzingatiwe, na haki za mwanafamilia mmoja hazipaswi kukiukiwa. Uhusiano huu mzuri miongoni mwa wanafamilia unahitaji kukuza kwa makusudi. Katika familia ya Kibahai, wanandoa ni washirika wa kweli. Hakuna mmoja aliyewekwa kwa msaidizi wa mwingine. Kwa pamoja wanakumbana na changamoto za maisha, ziwe za kiroho, kimwili au kijamii, kupitia sala, kujifunza, ushauriano na tafakari juu ya vitendo. Fikiria kwa mfano maamuzi yanayohusiana na elimu ya watoto. Maandiko ya Kibahai yanatambua mama kama mwalimu wa kwanza wa mtoto na kumdumisha haki zake kuhusiana na hili. Kama asemavyo Abdullah Baha, kwa kweli ni kina mama ambao huamua furaha, ukuu wa siku zijazo, njia za adabu na elimu na maamuzi, uelewa na imani ya watoto wao. Bado baba pia anawajibika kwa ajili ya elimu na malezi yao, na hawezi kumwachia jukumu hili muhimu mama peke yake. Na wakati kumsaidia mama katika jukumu hili na kuhakikisha hanyimwi haki kwalo, baba ana jukumu la zaidi la kusaidia familia kifedha. Hii haimaanishi kwamba majukumu haya yamewekwa bila kunyumbuka. Kutokana na uelewa wao na mafundisho, wanandoa hutafuta njia bora zaidi za kusimamia masuala ya kifamilia kulingana na hali za mtu binafsi na kijamii. Kila hatua ya maisha ya ndoa itatoa changamoto na fursa zinazolingana ambazo wanandoa lazima wajitahidi kuzisimamia kwa ushirikiano na kwa ufanisi, huku wakihakikisha maendeleo ya kiroho, kiakili na kitaalamu ya wote wawili, mke na mume. Katika mazingira yenye msaada wa familia, wazazi hutoa miongozo makini kwa watoto wao ili wajifunze kuishi maisha yenye maana na yenye lengo la ibada njema na huduma. Kwa kusudi hili, kupitia mfano wao na mtindo na maisha ya mwingiliano wao kwa kila siku. Hali kadhalika mazungumzo yasiyohesabika, wazazi kwa upendo hulea ndani ya watoto wao sifa, mitazamo, mienendo na uwezo uongezekao utata, wakitumia mbinu na njia zao katika kila hatua ya ukuaji na watoto, kuanzia ukembe hadi utu uzima. Kuanzia umri mdogo, watoto hujifunza kumgeukia Mungu na kumpenda yeye, kusali na kutongoa neno la Mungu kila siku, wakijiona kama roho bora kabisa zinazojitahidi kukuza sifa za kiroho, kupendelea wengine kabla yao wenyewe na kuonesha sifa hizi katika uhusiano kwenye kujali
na ushirikiano. Kadiri waendeleavyo wanajifunza kuzoea shida, kujifunza ni nidhamu binafsi na uwajibikaji kwa wasiojali nafsi na kupata maarifa ya sanaa na sayansi. Na kadiri wanavyochangamana na dunia kwa maana yao, wanajifunza kukuza mwendeleo wa kuhuduma, kueneza na kutumia mafundisho ya matakatifu, kuondoa tofauti na kushiriki katika ushauriano, kubakia imara katika agano, kufanya kazi kwa ajili ya uboreshaji wa ulimwengu na kujielekeza wenyewe kwa yale mambo ambayo huleta heshima ya milele. Maandiko ya Kibahai huwapa wazazi chanzo kisichokuwa na kikomo cha maizi wa kukuza mitazamo hii na wengine mingi umuhimu, ujuzi na uwezo, na taasisi ya mafunzo hutoa msaada muhimu kwa familia kwa kuongea uelewa na uwezo wa wanafamilia pekee wake wote. Pia kunaweza kupatikana rasilimali zingine za kusaidia katika elimu ya kijamii, kiroho na kimwili kwa vijana ambazo familia inaweza kuzitumia: shule, maisha ya kijamii, miradi ya huduma na kadhalika. Hata hivyo, jukumu kuu la kuhakikisha elimu sahihi na kamili ya watoto inabaki kwa wazazi. Kadiri muda unavyopita, uhusiano miongoni mwa wanafamilia hubadilika na kuchukua sura mbalimbali. Vifungo vinavyolelewa kwa uangalifu vya upendo na umoja miongoni mwa wanandugu hutoa msaada, uwiano na watu na wa kudumu, na huwa kama ngome dhidi ya wivu mdogo na migawanyiko ambayo yaweza kutokea katika maisha ya familia. Kwa udhahiri, haki na majukumu ya watoto wakumbwa sio sawa kama yale walipokuwa wadogo. Wazazi wanapaswa wawe waangalifu kwa mabadiliko haya wanapowaandaa watoto wao kwa yale ya utu uzima, kwa makini, wakikuza uhuru na uwajibikaji katika kizazi chao kadiri wakuavyo. Vijana huendelea katika maisha yao yote kuwaheshimu na kuwathamini wazazi wao, lakini kadiri wanavyokuwa lazima wabebe jukumu la maisha na machanguo yao yenyewe. Kadiri muda unavyopita, majukumu haya hubadilika na mazingira yanaweza kuendelea kumdai mtoto kutoa msaada kadiri wazazi wanavyozeeka. Uhusiano wa familia kiini umejengwa katika mizunguko ya uhusiano unaoendelea kupanuka, ukianzia na familia pana: mababu, bibi, ndugu wa kike na wa kiume wa upande wa baba na mama, na binadamu hutoa huduma na msaada unaosaidia kutimiza madhumuni na majukumu ya familia. Sifa za uhusiano wa familia kama hizi pia hueneana hadi kwa Wabahai wenzake na marafiki wengine ambao wanaweza kuisaidia familia kwa njia mbalimbali. Katika mtandao wa karibu wa kijamii ulioundwa katika jumuiya ya changamfu, wazee hutoa ushauri wenye busara na wa kina na mfano wa kipekee. Wengine hujiingiza kama shangazi na wajomba na kiroho, kushiriki huba na wasiwasi kwa ajili ya maendeleo ya vijana na kutoa msaada ambao huongezeka juhudi na matarajio ya hali ya juu ya wazazi. Vijana
huwa kama kaka na dada wakubwa ambao kwa njia mbalimbali wasaidia na kuwapa msaada wale walio wadogo kuliko wao wenyewe. Kwa namna hii, hisia ya umoja, ya upendo, kujali, imani na mshikamano ambao awali hueleweka katika familia huanza kufunwa katika muundo wa uhusiano katika jumuiya. Kujali mambo ya kifedha ni kipengele muhimu cha maisha ya familia yenye umoja, ustawi na yenye ushiriki wa familia katika jumuiya inayokuwa. Ushauriano kati ya mke na mume na pamoja na watoto pale inapohitajika utaamua jinsi suala hili la kifedha litakavyounganishwa na mambo mengine mengi na majukumu ya maisha ya familia. Usimamizi wa busara na makini wa fedha za kifamilia lazima uzingatie mambo mengi. Ikiwa ni pamoja na jinsi fedha zinavyopatikana, kutumia na kuwekwa akiba, jinsi elimu na ustawi wa watoto unavyoendelezwa, kiasi gani kinapaswa kitengwe kwa ajili ya mfuko wa imani au kusaidia masuala ya kijamii, na jinsi ya kutekeleza wajibu wa ukwan alao. Katika kujibu maswali haya na mengine kama hayo, familia hutoa nafasi ya kujifunza kwa vitendo kuhusu ukarimu, uwajibikaji, tofauti kati ya mahitaji na matamanio na usimamizi wa mali. Maisha ya familia ya Kibahai hutoa jukwaa la mwingiliano mzuri na jamii pana zaidi. Mwingiliano huu hushamiri kadiri wana familia wanavyojitahidi kuonesha katika maisha yao mafundisho ya msingi wa Kibahai, kwa mfano matumizi ya kanuni ya usawa na wanawake na wanaume ambayo tayari imekwisha tajwa, hujenga uhusiano wa kipekee katika mke na mume, hali kadhalika miongoni mwa watoto na familia kwa ujumla, na kuandaa wana familia kuchangia kwenye maingiliano katika jamii ambayo huachilia uwezo wote. Hivyo kufuata kanuni ya umoja wa binadamu. Kuna hitaji watoto wapatiwe tajiriba inayowalinda dhidi ya ubaguzi wa aina zote na kukuza utambuzi wao wa utofauti, jambo linalochangia uwezo wa kujenga uhusiano wa umoja na mshirikiano katika ulimwengu uliogawanyika. Kwa nyongeza, kukuza uwezo kwa ajili ya kuchunguza ukweli, kwa ajili ya kutambua upatano wa sayansi na dini, kwa ajili ya kutatua tofauti za maoni na kufanya maamuzi kupitia ushauriano na ushirikiano badala ya mivutano na mashindano, wawezesha wanafamilia kama wahusika wenye ufanisi katika mchakato wa mabadiliko na kijamii, na kukuza sifa kama vile haki na huruma miongoni mwa wanafamilia. Kuna waandaa watoto kuanzisha uhusiano thabiti na mlinganifu pamoja na wengine katika jamii. Hivyo juhudi ya kujifunza kutumia mafundisho ya ndani ya familia hufanya yote mawili, huzalisha ndani ya watoto maono yanayoifanya familia yenyewe ya kuinua uelewa kuhusu hali na mahitaji ya jamii ya watu wa dunia. Kukuza mtindo mpya wa maisha ya familia pia hukumbana na nguvu za
ukuaji, changukaji ambazo ni swala isiyoweza kutenganishwa na zama zilizo katika kipindi cha mpito. Nguvu hizi zinazoshambulia jamii hususan zimeziathiri familia, zikivunja vifundo vyake na kuleta athari kubwa kwa wanajamii wake, hasa watoto. Zinaweza kuwasababishia wanafamilia baadhi ya wagonjwa ya kijamii yenye uharibifu mkubwa, kutokuwepo kwa upendo na kutojali mambo ya roho, kutokuwa na utu, umaskini, ukosefu wa usalama na vurugu. Watu hushawishika kukubali maisha ya utapanyaji mali au kujifurahisha nafsi, hivyo kuwa vitu tu vya kuchezewa na wale wanaotafuta kushirikiza mipango yao kwa jamii. Itikadi na utambulisho vinavyopingana, visivyoendana na mawazo bora ya umoja na wa binadamu na ulimwengu wenye amani. Hushindania uaminifu kwa umma na kushindana baina yao kwa ajili ya ukuu. Baadhi ya harakati hizi hupandikiza mbegu za ubaguzi na misimamo mikali ambazo mwishowe husababisha utengano, uhasama, mashindano miongoni mwa jamii ya watu wa ulimwengu. Zingine zinaweza kuonekana kuendana na baadhi ya vipengele vya mafundisho, zikiwaondoa tu marafiki mbali na njia iliyonyoka ya Baula. Nguvu zinazohusiana na mchakato wa uchangukaji huathiri makundi tofauti ya watu kwa namna tofauti. Familia na jumuiya ya ujumla utahitaji kujifunza kuthamini hali zilizopo, kuelewa asili na athari za nguvu hizi, na kwa kutegemea kabisa msaada mtakatifu, kukuza hatua za kukinga na kurekebisha ili kuhimili dhoruba zenye ghasia na za zama hizi za hatari. Uhusiano wa karibu zaidi kwa wanafamilia na shauku yao ya dhati kuwahudumia wengine hufunga nafsi ya kipekee ya kijamii. Nyumba ya Mbahai, nyumba changamfu ya Kibahai, ni jambo lisiloweza kisichofika katika mchakato wa ujenzi wa jumuiya mashinani. Katika mazingira ya upendo ya nyumbani, wanafamilia husaidiana kuwa wahusika wakuu wenye uwezo na kujiamini wa mpango mtakatifu, na wakaribisha na kuwasaidia wengine kuchukua jukumu la kuibadilisha jamii. Katika nyumba ya Kibahai, ukarimu mkunjufu huchanganywa na uhuishaji wa kiroho na maendeleo ya kiakili. Kupitia shughuli ambazo kila familia ya Kibahai inaweza kufanya nyumbani kwake, inaweza kuonesha namna ya maisha ambayo yanaweza kuigwa na wale wote wanaotaka kupambana na nguvu za gawanyishi ambazo huchochea kutoridhika, migogoro na maslahi ya binafsi, na kufuma vifungo vya imani, ushirikiano na hatua chanya ambazo kwanjo jumuiya yenye sifa
njema hutegemea kwa hakika katika klasta mbalimbali kote ulimwenguni. Makundi ya familia tayari yanafungua nyumba zao na kufanya kazi kubwa pamoja ili kusaidia kuimarisha shughuli za maendeleo za maeneo yao na kupanua mwanda na ushawishi wao kwa kiwango kikubwa. Dhana ya maisha yenye kufungamana na huduma za ni muhimu kwa maisha ya familia kama ilivyo kwa maisha ya mtu binafsi. Mahitaji na fursa tata ambavyo familia hukabiliana navyo huendelea kubadilika kila wakati. Kwa ujumla, huendelea pamoja kwenye njia ya huduma kunaimarisha familia na kuisaidia kukabiliana na majukumu yake mengi katika kila hatua ya maisha ya wana familia wake. Nyakati zingine inapojitokeza fursa ya huduma yenye uhitaji zaidi, iwe kwa mwanafamilia au kwa familia nzima, vifungo vya msaada ndani ya familia ya Kibahai iliyojitoa vinaweza kuikumbatia kwa moyo mkunjufu kadri iwezekanavyo. Juhudi kama hiyo ya kujitoa nyakati kama hizo ni muhimu. Jukumu kukumbuka asili ya dhabihu ambayo kama unavyoeleza Abdullah Baha ni kuacha na wasiwasi na hali ya binadamu kwa ajili ya mambo ya Mungu. Dhabihu hufanya huduma kubwa zaidi iwezekane, lakini sio familia yenyewe inayopaswa kutolewa dhabihu.